Kiangalia jinsi ambavyo mapato yameongezeka, Mheshimiwa Mwenyekiti, hadi kufikia Disemba 2025 mapato yameongezeka kwa takribani dola za Kimarekani bilioni 3 kutoka bilioni 3.9 mpaka 4.4. Ndio maana tunasema kwamba wizara hii kwa sasa hivi kwa kweli inafanya vizuri. Lakini fedha hizi ambazo wizara hii imekuwa ikikusanya zinakwenda moja kwa moja kwenye mfuko mkuu wa serikali. Mimi ningependekeza, kwa sababu hawa watu wana majukumu makubwa, hii wizara ina mambo makubwa ya kufanya, fedha hizi zingekuwa zinabaki ili waweze kupanga mipango yao, ili waweze kutimiza yale ambayo waheshimiwa wabunge wamekuwa wakiyasema hapo. Kwa fedha ambayo inarudishwa inakuwa haikidhi mahitaji, wana bajeti, wana taasisi nyingi ndani yake, kuna kazi kubwa ya kulinda hawa wanyama wakali ambao wanaingia katika makazi ya wananchi. Ningeomba hilo liweze kufanyika. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna kitu kingine ambacho kinasikitisha sana. Kila mbunge anayesimama anazungumzia kuhusu tembo, anazungumzia kuhusu simba, anazungumzia kuhusu mamba. Na tunaposafiri, leo kama unakwenda Iringa, ukifika Mikumi, wamekuwekea kabisa, ukigonga tembo utalipa shilingi ngapi, ukigonga swala utalipa shilingi ngapi. Lakini hawa tembo, hawa simba wanawaua wananchi wetu. Fidia inayolipwa ni ndogo, fidia yenyewe hailipwi kwa wakati. Ukiangalia katika takwimu, katika taarifa nilikuwa naisoma, madai ni takribani 62,446, sawa sawa na bilioni 18.6. Waliolipwa, madai yaliyolipwa ni madai 15,000. Madai 47 hayajalipwa zaidi ya miaka miwili. Tukumbuke hawa walioathirika ni binadamu. Wengine wamepoteza maisha, wameacha watoto, wameacha familia. Kwa nini hamlipi kwa wakati? Kitu kidogo, faini ni ndogo sana, ile fidia ni ndogo sana, lakini hailipi kwa wakati. Inakatisha tamaa. Hebu gonga tembo sasa, hebu gonga twiga pale, swala amekatiza mgonge, hatua 10 hutembea, umeshakamatwa, umeshazingirwa, unatakiwa ulipe faini. Wizara, serikali yangu tukufu, tunaomba mliangalie hili, tuwafute machozi wale wanaopata athari kwa wakati. Thamani ya mwanadamu ni kubwa sana, hailinganishwi na ile thamani ambayo ile fidia ambayo analipwa. Lakini kama kifuta jasho tunavyokiita, basi wafutwe hiyo jasho, wafutwe hayo machozi kwa wakati, waweze kusahau. Miaka miwili mtu anafikiria, kila siku anakwenda kwenye ofisi kwa ajili ya yale madai, hapati. Tatizo ni nini? Tunaomba serikali, Mheshimiwa Waziri, unapokuja kuwaenda hapa, mtuambie ni lini zile fidia ambao wananchi wanadai kwa miaka miwili mtazilipa, na tujue ni kwa nini hawalipi kwa wakati. Kwa sababu inasikitisha, Mheshimiwa Mwenyekiti, inasikitisha, wabunge ambao wanatoka kwenye sehemu za uhifadhi wanapata changamoto kubwa sana. Kama alivyosema ndugu yangu hapa Mary, hatembei na bendera kwa sababu ataulizwa. Tuboreshe na miundombinu yetu. Unakwenda Ngorongoro Kreta kule chini, unakwenda kuangalia wanyama, unaporudi kama mvua imenyesha, gari linazama. Wale watalii badala kuangalia simba wanaanza kupiga picha kuangalia ubovu wa barabara. Baada ya muda unaenda kwenye mitandao. Tunaomba hata miundombinu ya kwenye hifadhi zetu iweze kuboreshwa. Tunashukuru kwa jitihada ambazo zinafanyika. Tunaona kuna viwanja vya ndege ndani ya hifadhi, lakini kuna viwanja vya ndege nje ya hifadhi. Tunaomba hata barabara ambazo zinaingia na kutoka kwenye hifadhi ziweze kufanyiwa matengenezo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nchi yetu imepata bahati sana. Tumepata heshima ya kuwa wenyeji wa mashindano ya AFCON. Je, kama wizara tunadhani mpaka sasa hivi tunavyofanya tumejipanga vya kutosha?
kuhakikisha kwamba tunaitangaza nchi yetu kwa vivutio ambavyo vipo. Tumekwenda Arusha, kamati ya utamaduni na michezo. Ukiwauliza wale wananchi ambao wako pembezoni pale, wengine wanaona kweli kuna uwanja unatengenezwa, hawajui nini kinaendelea, wengine wanafahamu kuna AFCON. Ninachotaka kusema ni nini? Tunahitaji kutangaza utalii wetu katika vipindi vya televisheni zote ambazo zinarushwa hapa Tanzania. Wekeni documentary nzuri ya kuonyesha kwamba nchi yetu inakwenda kufaidika na kitu gani. Lakini kama sekta ya utalii tumejipanga vipi? Mahoteli katika mji wa Arusha, Moshi, Tanga, Manyara, sehemu zote ambazo Arusha inazungukwa, tujipange ili tuweze kupata watalii wengi. Tutumie mainfluencer wakubwa wa Tanzania na wa nje ya nchi kutangaza. Wenzetu wa nchi ya jirani wanatangaza sana sana sana. Kuna kipindi hata mlima Kilimanjaro ulikuwa unasemekana unatoka nje ya nchi ya jirani, kumbe uko Tanzania. Kwa hiyo tuendelee kutangaza utalii wetu, na sisi tunawatia moyo. Kazi mnayofanya ni kubwa, kinachotakiwa ni kuongeza spidi ili kila Mtanzania, kila mwananchi, kila jirani aone kwamba Tanzania kuna kitu ambacho kinafanyika. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu wizara hii imekuwa ikifanya vizuri kwa kipindi hiki, sina mengi ya kusema. Ninaunga mkono hoja na kuwaomba kwamba waendelee kutangaza utalii, tuendelee kupata watalii wengi. Lakini la mwisho, sio kwa umuhimu, ni wapongeze sana Wizara ya Maliasili na Utalii kwa tuzo ambazo wamezipata. Tuzo kubwa ya World Traveling Award, tukio ambalo limefanyika jiji la Manama nchini Bahrain. Tuendelee kuwapongeza kwa tuzo mbalimbali, hasa Serengeti wamekuwa wakifanya vizuri mfululizo. Lakini kingine, waheshimiwa wabunge, katika mabanda yale ya maliasili na utalii, ukienda pale, chukua simu yako, pigia kura, kuwa mzalendo, pigia kura vivutio vyetu vya utalii vilivyopo Tanzania. Baada ya kusema hayo, naunga mkono hoja. Mheshimiwa Mwenyekiti, asante.